Ninaitwa Dr. Christopher Evaristi Mwanansao. Mimi ni daktari bingwa wa macho katika hospitali ya Kanda ya Rufaa Bugando. Kwa nimekuwa nikitoa huduma hii kwa takribani zaidi ya miaka 10 sasa. Na kama ulipokuwa umeelekeza ndugu mtangazaji, ulikuwa unaulizia kuhusiana na kope bandia. Kwa sababu hivi karibuni au miaka hivi karibuni kumekuwa na fashion, wadada wengi wakiwa wanatumia kope bandia. Labda tuanze kujiuliza swali, kope ni nini ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea pale kwenye macho? Kwa kope ni nywele ambazo zipo kwenye kifuniko cha jicho, na sababu kubwa ya kuwa na zile kope ni ulinzi kwenye jicho. Zile kope zinatusaidia kudaka vitu kama vumbi visiweze kuingia kwenye jicho moja kwa moja, au vitu ambavyo vyenye maji ambavyo vina asili ya maji vikitaka kuingia kwenye jicho vinaweza vikakutana na kope. Kwa hiyo vinanasa kwenye kope, haviwezi kuingia kwenye jicho moja kwa moja. Kwa hiyo ni kazi ya kope pamoja na zile wanaziita kama nyusi, ni kulinda jicho. Hiyo ndio kazi yake kubwa. Lakini basi kutokana na maumbile tofauti tofauti, kuna watu wanapenda wawe na kope nyingi, kuna watu wengine wanapenda kuwa na kope chache. Kwa hiyo sasa kwa maisha hivi karibuni kope imekuwa ni urembo. Kwa hiyo watu ambao wanakuwa na kope chache anataka aonekane kuwa na kope nyingi. Kwa hiyo kuna madhara au hakuna madhara? Kwa hiyo zile kope za bandia ambazo zinatengenezwa, na ukiziangalia vizuri zinatengenezwa kwenye mfumo kama wa kope, zinakuwa zimetengenezwa zimekaa kwenye mfumo kama wa kope ya binadamu, inakuwa imepinda kwa kwenda mbele. Kwa inapokuwa imetengenezwa vile, huenda na yenyewe ikawa ni kisaidizi kwenye kuzuia vumbi. Lakini sasa namna ilivyotengenezwa, zile kope zinawekwa juu ya kifuniko cha jicho kwa kutumia gundi. Na gundi tuseme ni kemikali, na unapoenda kuiweka pale, kama inakuwa tunasema ni inert, haina reaction na mwili, itakaa pale bila shida na mtu atakuwa na muonekano mzuri. Lakini sasa kuna vifuatavyo unapoziweka gundi hizi, unapoziweka kope hiki kinaweza kutokea. Moja, ile layer ambayo unatumia kubandikia zile kope, unapopata vumbi ina uwezo wa kwenda kustiki kwenye hiyo layer ambayo ndio inaenda na ile vumbi ambayo inakuja sasa inakwenda kukaa kwenye ile gundi ambayo wewe umebandikia kwenye kope. Na inapokaa kwenye hiyo gundi, maana yake nini kinatokea? Kwenye eyelashes za kawaida vumbi huwa inashuka kwenye zile nywele, ukinawa inatoka. Lakini kwenye ile base wanaotumia ile ya kuwekea vumbi likishika, hata ukinawa unakuta na yenyewe imeshikwa. Kwa inaweza ikawa ni source of, au inaweza ikawa ni chanzo cha maambukizi kwenye ile kifuniko cha jicho, ambapo kifuniko cha jicho kipo karibia kabisa na jicho pia. Kwa ile maambukizi pia yakaenda kwenye jicho ndani, kwa ukapata conjunctivitis. Hiyo ni moja. Lakini pia ile kemikali inaweza ikawa haiendani na mwili wako. Kwa ukibandika unaona mwili unatutumuka au unapata reaction. Ukipata reaction, maana yake hii tunaita labda ni allergy. Mtu anakuwa anapata allergy, kwa unashangaa akiweka ile macho anaanza kuwasha au anapata blisters vidogo vidogo, ambavyo hivi vinaweza vikapelekea pia akapata mtu akapata tena infection ikamletea blepharitis. Kuna magonjwa yanaitwa blepharitis, au akapata tena conjunctivitis ambayo inaweza ikapelekea pia severe infection kwenye macho. Kwa hiyo sasa nini cha kufanya? Kitu cha kufanya, kwa sababu hatujui hizi kope zinatengenezwa wapi. Kwa hiyo huwezi ukajua hii ni original au sio original, ni aina gani ya gundi imetumika kuweza kuwekea hizo kope au kitu gani. Kwa hiyo cha kwanza, mtu anapoweka kope kwenye macho alafu akaona ile ngozi inawasha, maana yake haraka anatakiwa aitoe. Maana yake ngozi ya mwili inakuwa haijafanya nini?
haijaikubali ile kope, anakuwa amepata hiyo tunaita allergic reaction. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, mtu ambaye anatumia hizo kope, ametumia kope lakini anaanza kuona mchanga kwenye macho. Yuko vizuri, muonekano ni mzuri, lakini yeye anakuwa anasikia mchanga. Sasa ile kope kaiweka kwa juu, lakini yeye anasikia kwenye jicho huku ndani kuna mchanga. Pia ni vizuri akazitoa zile kope mapema na akaja hospitali kuja kuonwa. Kwa hiyo ukiona unasikia mchanga, macho yanawasha, unatakiwa urudi uje kwa daktari uchekiwe afu utoe. Lakini sasa kitu gani kinaweza kikatokea? Kwa mfano ukiwa unaendelea kutumia, labda wewe hujui, kitakachoweza kutokea, haya maambukizi yakiwa muda mrefu, unaweza ukapata, kuna vitu vinaitwa keratitis, michubuko kwenye kioo cha jicho hiki. Ukipata michubuko kwenye kioo cha jicho, manake inaweza ikapelekea ukapata kidonda, corneal ulcer. Na kile kidonda tutakapokuja kukitibu, kikipona, kinakuacha na kovu. Kwa maana yake uoni wako utapungua, hautakuwa tena kama awali. Hiyo ni moja ya madhara kama ukiamua kuendelea kutumia wakati zile gundi hazikubaliani na mwili wako. Lakini hicho kidonda pia kikitushinda, yani kama tunakitibu lakini kinaendelea, inaweza ikapelekea jicho likatoboka. Umewahi kupata hapa kwetu, amewahi kuja wagonjwa ambao nyusi zinawasumbua? Wapo. Siwezi kukutajia ni kwa kiwango gani, lakini tumewapata wengi. Utaona mtu anakuja anakuambia, wengine ukuta ameshaitoa ila ndo anakuja jicho analiona ni jekundu. Kwa hiyo ukiangalia atakuelezea, nilikuwa natumia hii, basi ukimwambia sasa inabidi usitumie, na unaangalia hali ya jicho yake ikoje. Ukishaangalia kama kioo kiko salama, hakina shida, unamshauri. Lakini kama kitakuwa kimechubuka au kimepata madhara mengine, basi unamtibu kulingana na hali aliyokuja nayo. Bandia kwa sababu moja ni urembo, lakini kitu kikubwa kwa mtu ambaye anatumia hizi kope, kwa sababu zinakaa juu ya kifuniko cha jicho, haziingii ndani. Sioni kama ni kitu kibaya kwa jamii kutumia, lakini kwa hizi dalili nilizozisema, ni muhimu sana mtu akiona mtu anayetumia kope za bandia, akiona jicho linakuwa lina mchanga, halitaki kuona mwanga, asichukulie kama ni kitu cha kawaida, lazima aje hospitali. Lakini cha pili, wanaotumia kope za bandia, tunasema anatakiwa ku-maintain hygiene, usafi, kuhakikisha wakati wote anajifuta vizuri, ili kama kuna vumbi ambazo zilikuwa zimeganda ziweze kuwa zinafanya nini, zinatoka. Akiona kila anapoweka kope vipele vinajitokeza, aache, kwa sababu ile gundi ambayo inawekwa pale manake imekataa mwili. Sasa akiendelea kutumia muda mrefu atapata chronic irritation ambayo itamletea vidonda kwenye kifuniko hiki cha jicho chenyewe, lakini unaweza ikaenda mbali zaidi, hiyo infection ikaingia mpaka ndani ya jicho. Kwa hiyo ni vitu tu vya kuangalia, wanatakiwa kuhakikisha usafi, lakini wanunue kwenye maduka ambayo ni reliable. Tunataka kusema maduka reliable ni yale maduka ya uhakika ya vipodozi yanayojulikana, ili hata kama kuna tatizo pia ni rahisi kufanya kuweza kutrace kwamba ni aina gani. Sasa kwa umenunua tena kwenye maduka madogo, kuna uhakika na usalama, hivyo vitu inakuwa ni hatari. Kwa hiyo hatuwezi kukataza, lakini kwa wanaotumia waangalie zile dalili ambazo nilizosema mwanzo: kusikia mchanga, jicho kwa jekundu, kuwasha, kupata blisters, ni vile vinakuwa vipele vinakuwa vimejaa maji. Akiona hali inakuwa inajitokeza mara kwa mara, maana yake hiyo inakuwa sio kitu rafiki kwake.